Bwana, leo nataka niwaambie kitu kimoja hivi. Kuna kauli ya asilimia kubwa sana huwa kinatumika kwa sisi washikaji yani. Tuna washikaji zetu, tuna marafiki zetu, tuna watu wetu yani. Mara nyingi tumekuwa tukiwaita wanetu sana. Nasikia mwanangu sana. Amena mwanangu sana, mshikaji wangu sana. Mwamba namkubali na muamini na vitu kama hivyo. Sasa leo jaribu kufanya research moja hivi. Hebu jaribu kumpima huyo mwanao sana au hao wanao sana. Wapime kwa baadhi ya mambo. Kitu cha kwanza, mpime wakati una shida huwa anachukua nafasi gani huyo mwanao sana. Ukipata tatizo ukimpigia simu mwanao sana, huwa anachukua reaction gani? Huwa anafanya nini unapopata tatizo? Mpime sana mwanao sana kwenye baadhi ya vitu, kwa mfano kwenye starehe. Ukienda huko bana, ninajua anaitu sana, tunakutana mazingira hayo. Mpime huwa anafanya nini ukiwa huko. Lakini pia kaji tafakari. Vingapi ambavyo unavitoa kwa huyo mwanao sana na kuna vingapi ambavyo unavipokea kwa huyo mwanao sana, au mshikaji wako huyo mwanao sana. Upime hivyo vitu. Kuna mambo fulani ya pime. Jaribu kubalance, yani jaribu kupima tu, yani tengeneza tu research, yani fanya research ndogo. Ukifanya research nzuri, basi unaweza kugundua ni mwanao sana. Lakini baada ya research ambayo utafanya, unaweza kugundua kwamba una mshikaji, una fala mmoja ambaye kila siku yuko kwa ajili ya kuchukua pesa zako, yuko kwa ajili ya kunyanyasa kwenye maisha yako. Na ukifanya research, rudi kwenye hii video, comment hapo chini. Niambie umefanya research na umejifunza nini. Wanetu sana. Oa soko wa mwanangu. Nyama sana.